السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hivi ikithibitika kwamba Mashia wanaitakidi imamu wa kwanza ni Ali na Masuni wanaitakidi imamu wa kwanza ni Abu Bakar, hawezi kukaa pamoja kwa sababu hiyo. Yani ikiwa kuna mtu anasema imamu wa kwanza baada ya mtume ni Ali, mwingine anasema imamu wa kwanza baada ya mtume ni Abu Bakar, hilo limefanya Mashia hawawezi kukaa na Waislamu wengine. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Angalia tulivyochezewa Waislamu. Mimi naitakidi kwamba imamu wangu baada ya mtume kuondoka duniani ni Ali. Ndugu yangu hapa anaitakidi kwamba imamu baada ya mtume ni Abu Bakar. Yeye ana dalili zake na mimi nina dalili zangu. Tendo hilo la imani hilo halifai kuwa pamoja. Yani ninongwa kutokuamini kwamba Abu Bakar ni imamu baada ya mtume. Kwa hiyo leo Waislamu hawawezi kusaidiana. Saudia haiwezi kuwasaidia Wairani kwa sababu Wairani imani yao wanaamini imamu baada ya mtume ni Ali na Wasaudia wanaamini imamu baada ya mtume ni Abu Bakar. Imekuwa ni mambo hawezi kuamini, hawezi kuwa pamoja watu wao. Kwa hiyo ninachotaka kukisema kwa ndugu zangu waliohudhuria na wanaotufuatilia, ishu ya mimi kuamini Ali ndiyo imamu baada ya mtume haifanyi anayeamini kwamba imamu baada ya mtume ni Abu Bakar si Ali ndugu wetu umekufa. Huyo Ali na Abu Bakar si walikuwa wanakaa wote kwenye meza moja mbele ya mtume? Huyo Ali na Abu Bakar si walikuwa wanakaa kwenye kiti kimoja na mtume? Wanaswali swala moja na mtume? Sasa wote si ni watu wa mtume? Misingi mitakatifu inayofanya Uislamu usimame, inayofanya Uislamu usiyumbe, inayofanya Uislamu usonge mbele ni kurekebisha makosa yanayofanywa na watu ambao wana sauti katika jamii. Mtu mwenye sauti katika jamii ya Waislamu, mawe shekhe au awe ustadhi au awe mlinganiaji, madamu ana ushawishi katika jamii, anapoteleza na kuanguka ima kwa makusudi au kwa bahati mbaya, ni wajibu arekebishwe ili watu wasipotee kupitia maneno yake. Huu ni msingi mama ambao upo katika Uislamu, na ndio maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimwambia sahaba ya kwamba hakika nyinyi masahaba ni watu ambao mnaigwa. Sahaba huyo katika ibada za hija alivaa nguo yenye udongo, nguo ambayo ina rangi ya udongo, yani ile nguo ilikuwa imechafuka kwa sababu ya udongo. Na katika ibada za hija wanamume wanapaswa kuvaa nguo nyeupe. Umar akamwambia, hakika nyinyi ni watu mnaigwa, usivae nguo ya namna hiyo. Akamkosoa ili watu wasiige lile kosa. Mwingine anaweza asijue kama ile ni nguo iliyoingiwa na udongo, akadhani ni nguo yenye rangi nyingine tofauti na nyeupe. Kwa hiyo ni msingi adhimu ambao kila Muislamu anatakikana aujue
ili asije akahisi kana kwamba shekhe fulani kumrekebisha shekhe mwingine ni fujo. Hapana, Waislamu inabidi tusome dini yetu na tutambue vizuri msingi huu, sababu kupotea msingi huu ndiyo mwanzo wa kuanguka Uislamu. Sasa katika makosa ambayo yanafanyika kwenye jamii yetu na baadhi ya wenye kujivisha mavazi ya ushehe ni makosa ya kuamini ya kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipaswa kuwa mtawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni kosa. Ali ibn Abi Talib alipaswa kuwa mtawala baada ya Uthmani, na ndivyo ilitokea, akawa ndiye khalifa wa Uislamu kwa haki kabisa. Ama kumzingatia kwamba ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukawatia katika uovu wale ambao walimchagua Abu Bakari badala ya Ali, hayo ni makosa. Katika kukupiza hili na kuhakikisha wanatukana masahaba kama vile Abu Bakari na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba matukufu, Mashia Marafidha kupitia shekhe wao Bwana Ahmed Jalala ana maneno anayozungumza mitandaoni, anasema kwamba mimi nikiitakidi kwamba imamu wangu baada ya Mtume ni Ali, na huyu na ndugu yangu akaitakidi kwamba imamu baada ya Mtume ni Abu Bakari, yeye ana dalili zake na mimi na dalili zangu. Je, hili linaweza kutufanya tusiwe pamoja? Mimi naitakidi kwamba imamu wangu baada ya Mtume kuondoka duniani ni Ali. Ndugu yangu hapa anaitakidi kwamba imamu baada ya Mtume ni Abu Bakar. Yeye ana dalili zake na mimi nina dalili zangu. Tendo hilo la imani hilo halifanyi tukao pamoja. Jalala anataka sisi Waislamu tuwe kitu kimoja na Mashia Marafidha ambao wanamtukana Abu Bakari, wanamtukana Umar, wanamtukana Uthman, wanamtukana Muawiya, na wanawaita kuwa ni masanamu, bali wanawakufurisha masahaba wote isipokuwa masahaba 7 pekee yao. Mashia wanamtukana mama yetu Aisha radhiallahu anha na kumuita mzinifu, hali ya kuwa Qur'ani ilikuja kumtakasa. Mashia wanaitakidi kwamba mume wa Mtume sallallahu alayhi utaingia motoni siku ya kiyama, wanamtia Mtume alayhi salatu wasalam katika moto wa Jahannam, na haya ameyataja imamu wa Shia As-Sayyid Husayn al-Musawi katika kitabu chake Lillahi thumma Lillahi. Mashia Marafidha wanaona kwamba mtu mweusi hataingia peponi, na badala yake watu weupe peke yao ndio wataingia peponi. Sasa hawa kwa kutumia ujanja wanawashawishi Waislamu wasiokuwa na ilmu ili waonekane na wao ni Waislamu kama sisi, hawana tatizo. Ndio maana Jalala akasema, wewe ukiitakidi kwamba imamu wako ni Abu Bakar na mimi nikaitakidi kwamba imamu wangu ni Ali bin Abi Talib, hakuna haja ya kugombana. Lakini je, tukisoma katika vitabu vya historia, tukaisoma Qur'ani tukufu, tunakuta anastahili kuwa mtawala baada ya Mtume ni nani? Jalala anasema wao wana dalili zao na sisi tuna dalili zetu. Ni sahihi, wao wana dalili Mashia na sisi Waislamu tuna dalili. Na katika hotuba hii
nitaanza kutaja dalili zetu sisi ahli sunnah wal jamaa zinazoonyesha kwamba Abu Bakari ndiye aliyefaa kuwa mtawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwenye Qur'ani tukufu katika suratu Shura aya 38 anasema Allah, walladhina stajabu lirabbihim, na wale waliomuitikia Mola wao, wa aqamus salata, na wakasimamisha swala, wa amruhum shura bainahum, na mambo yao yanaenda kwa kushauriana baina yao, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na yale tuliyowaruzuku wanatoa sadaka na wanatoa zaka, wanajitolea katika mali zao. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akitaja sifa za waumini. Miongoni mwa sifa za waumini, yanapowajia mambo wanashauriana, wanakaa wanashauriana. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, hakuacha mtawala. Kwa masahaba wakakaa wakashauriana, wakaona ya kwamba mtawala baada ya Mtume awe Abu Bakar. Hii ni dalili tunayoitumia ya kwamba masahaba walitumia mashauriano, wakaona kuwa anayefaa kuwa khalifa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalili ya pili ni maneno ya Ali bin Abi Talib mwenyewe, ambaye Mashia wanadai kwamba ndiye aliyefaa kuwa mtawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunayatumia maneno yake kuthibitisha kwamba mtume au khalifa baada ya Mtume ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Katika Nahjul Balagha kurasa wa 344, kitabu cha mwanachuoni ambaye anaitwa Ibn Abi Hadid, anasema Ali radhiyallahu anhu akiwa anamwambia Muawiya bin Abi Sufyan ya kwamba innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, hakika wamenichagua mimi kuwa mtawala na wakanipa kiapo cha utiifu niwe khalifa wa 4 wale watu ambao walimchagua Abu Bakari na Umar na Uthman, tena wamenipa kiapo cha kitu ambacho waliwapa wale wenzangu kiapo kwa ajili yake, ambacho ni utawala. Kisha akasema Ali, falam yakun lishahidi an yakhtara, walipomchagua Abu Bakari ilikuwa haifai kwa mtu aliyeko pale wakati anachaguliwa Abu Bakari, ilikuwa haifai kwake kuchagua mtu mwingine zaidi ya Abu Bakari. Wala lilghaibi an yarudda, wala haikufaa kwa yule ambaye hakuwepo kwenye uchaguzi kukataa uchaguliwaji wa Abu Bakari radhiyallahu anhu. Wa inna mashura lilmuhajirin wal ansar, hakika mashauriano ya kumchagua mtawala baada ya Mtume yalikuwa ni ya muhajirina na ansar. Fa in jitama'u ala rajulin wasammahu imama, hao muhajirina na ansari hao wakikubaliana katika mtu fulani wakamuita kuwa ndiye kiongozi wa Waislamu, Ali anasema kana dhalika lillahi ridha, hilo la kumchagua kiongozi tena waliofanya hivyo wakawa ni muhajirina na ansar ni lenye kuridhiwa na Allah. Kisha akasema fa in kharaja ala amrihim khariju, akitokea mtu akatoka katika amri, akatoka katika makubaliano ya kumchagua mtawala, akatoka katika makubaliano yao, bitani, kwa matusi, au bid'atin, au kwa uzushi wowote, raddu ila ma kharaja minhu
basi wana haki wale mmoja na Ansari wale wana haki ya kumrejesha kwamba huko ulikoenda siko, mtawala tuliyemchagua ni huyu, haifai kwa yoyote kwenda kwa mwingine. Fa in aba, akirejeshwa akakataa, qataluhu, watapigana naye ala tibai ghairi sabili almu'minin, kwa sababu ya kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Kitendo cha masahaba kumchagua Abu Bakar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hiyo ndiyo ilikuwa njia ya waumini. Haikufaa kwa yoyote kusema kwamba mtawala ni Ali kama ambavyo wanafanya Mashia Marafidha, kisha akamalizia akasema wallahu Allahu ma tawalla, na Allah anamuelekeza huyo mzushi muovu aliyekataa ukhalifa wa aliyechaguliwa na mmoja na Ansar, Allah anamuelekeza kule alipoelekea. Hiyo dalili ya pili. Sasa Mashia Marafidha wao huwa wanaisoma hii riwaya hii, na riwaya hii ipo katika vitabu vyao Mashia. Nahjul Balagha ni kitabu cha Kishia. Sasa wanaisomaga riwaya hii kisha wanasema, unajua Ali ibn Abi Talib aliogopa kudhihirisha kwamba yeye ndiye aliyekuwa mtawala baada ya Mtume. Unajua Mtume kabla hajafa alimchagua Ali kwa nafsi, kwa dalili ya wazi. Kwa hiyo Ali alikuwa anaogopa sababu walimtishia, masahaba walitaka kumuua. Sisi tunasema ikiwa itathibitika hivyo, huko ni kumchafua Ali bin Abi Talib, kwa sababu katika historia ya Ali hakuwahi kusifika kwa uoga, hakuwahi kusifika kwamba ni mtu dhaifu mnyonge, hakuwahi hata siku moja kusifika kwa sifa ya uoga na unyonge. Alipomtawarisha Misri Muhammad ibn Abi Bakari, akamchagua katika ukhalifa wake, alimchagua Muhammad ibn Abi Bakari awe mtawala ama gavana wa Misri. Alimwambia la tusqillaha biridha ahadin min khalqihi, usimchukize Allah kwa kumridhisha yeyote katika viumbe vyake. Swali linakuja, fa kaifa ya'muru ghayrahu bi idhhari al-haqqi wa huwa yara iktimanahu khawfan min ad-darar? Vipi Ali amwamrishe mwingine kudhihirisha haki, alafu yeye Ali aogope kudhihirisha haki kwa kuogopa madhara? Kwa nini Ali hakusema bwana mimi ndiye mtawala baada ya Mtume amenichagua mimi, eti kwamba akaogopa, alafu huyo amwamrishe mwingine adhihirishe haki? Kadhalika alisema Ali ya kwamba wa inni la min qaumin la ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im, hakika mimi ni mtu ambaye, mimi Ali bin Abi Talib ni mtu ambaye siwezi kuepesha haki ya Allah kwa kuogopa lawama za mwenye kulaumu. Haiwezekani. Ali si mtu wa kuogopa lawama za watu na maneno ya watu. Kwa Ali kwa haki kabisa, yeye hakufaa kuwa mtawala baada ya Mtume, bali mtawala kwa haki alikuwa ni Abu Bakari radhiyallahu anhu, kwa maneno yake mwenyewe.